Hey there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Hapa kwenye Fungua Neno tunakuja pamoja, tunafungua neno la Mungu. And then tunajifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Lengo likiwa ni kwamba tunatamani kumjua huyu Bwana wetu. Tunatamani kumuelewa, kumjua ni nani. Mungu ni nani na Mungu anatutarajia sisi tufanye nini? Mungu amefanya nini kwa niaba yetu? Kwa mfano kwenye wokovu wetu, kazi ya Yesu Kristo msalabani ilikuwa ni nini? Kwa nini Yesu Kristo alikuja? Na vitu kama hivyo. And the more tunavyomjua, basi the more tunavyokuwa katika imani yetu. Hiyo ndio maneno ambayo Yeremia anaambiwa na Mungu kwamba yule ambaye ni tajiri asijisifie kwa utajiri wake, au mwenye akili au mwenye hekima asijisifie kwa hekima yake, wala yule mwenye nguvu asijisifie kwa nguvu yake, bali kila mtu ambaye anajisifia ama jisifie kwa hili jambo moja, kwamba ananijua na kunielewa mimi, Mungu wa majeshi. Kwa hiyo tunakuja kujifunza neno, kuja kulielewa neno ili tuweze kukua katika imani yetu. Tumekombolewa na damu ya Yesu Kristo. Hivyo basi tukue katika imani. Hivyo basi fungua neno, twende kwenye kitabu cha Hagai. Hagai ni nabii ambaye yuko anaandika kwa ajili ya ile kazi ambayo walikuwa wamepewa wana wa Israeli ya kujenga hekalu huko Yerusalemu, ambayo ilikuwa imesimamishwa kwa sababu ya mamlaka mbalimbali ambazo zilikuja zikaingia zikasema msiendelee kufanya hii kazi. Na Mungu anarudi kumtumia Hagai na Zechariah kuambia, nendeni mkawaambie au Zerubbabel, mkawaambie kina Joshua kwamba waendelee kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo tukifika hapa kwenye sura ya 2, tu kwenye mstari wa 15, tunaona jinsi ambavyo baada ya Mungu kuwacholea hii picha ya kwamba kitu ambacho ni kitakatifu kikienda kikagusa kitu ambacho sio kitakatifu, hicho kitu ambacho sio kitakatifu hakifanyiki kutakaswa ghafla. In the same way, kitu ambacho ni najis, kitu ambacho ni unclean, kikienda, kwa mfano kama mtu anasema yeye amegusa maiti, yeye akafanyika kuwa unclean. Hii ni kwenye sheria ya Musa huko kwenye mambo ya Walawi, tunaona maelekezo ambayo wana Israeli walikuwa wanapewa kwamba huyu mtu akienda amegusa maiti amefanyika kuwa unclean, akienda akashika kitu ambacho ni clean, hicho kitu kinafanyika kuwa unclean pia. Kwa hiyo anasema hivi ndio kazi ya mikono yenu, kwamba nyinyi mmeacha kufanya kazi. Kwa hiyo vitu ambavyo mnavifanya vinaishia kuwa najis tu, kwamba kama hauelekezi nguvu yako na jitihada zako kwenda kwenye kufanya kazi ambayo Mungu amekupa, basi kila kitu ambacho unakifanya kinakuwa tu ni unclean. Haya ndio maneno ambayo yule nabii Isaya alipewa kutoka kwa Mungu. Anasema kwamba hata matendo yenu mema, matendo yenu yote ambayo mnafanya kwa haki ni kama takataka, ni kama uchafu. All your righteous deeds are as filthy rags. Hichi ndicho ambacho kinafanyika hapa, kwamba kama nyinyi wana wa Israeli, Hagai anawaambia, mnafanya kazi kwa mikono yenu, lakini hiyo kazi haijaelekezwa kwenye ile kazi ambayo Mungu amewapa, basi kazi ambayo mnaifanya profits you nothing. Ndio maneno ya Yesu Kristo alivyokuwa anawaambia wale wanafunzi wake kwamba what does it profit a man? Inamnufaisha nini mwanadamu pale ambapo anapata kila kitu in this world, anapata kila kitu, mali, fedha, hadhi fulani kwenye ulimwengu, lakini ana lose his soul, anapoteza nafsi yake, anapoteza roho yake. What does it profit you? Kwa hiyo kumbe the greatest thing sisi tunaweza tukafanya kama wanadamu ni kufanya kazi ya Mungu. Na kazi ya Mungu ya kwanza ni nini? Yesu anasema hii ndio kazi ya Mungu, kwamba mtamwamini yule ambaye nimemtuma. Kwamba believing in Jesus Christ ndio kazi ya kwanza ambayo unaweza ukaifanya, ambayo sio najis. And then kazi zinazofuata baada ya hapo zinatakaswa kwa sababu ya hii kazi ya kwanza. Kwa kama unanisikiliza hapa na bado haujamwamini Yesu Kristo, wewe kazi ambazo unazifanya sio kazi za kumuelekezea kwa Mungu, sio kazi ambazo Mungu amekupa, kazi ya kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mpokee Yesu sasa hivi. Tambua kwamba wewe ni mtenda dhambi ambaye huwezi kujikomboa kutoka kwenye ghadhabu ambayo Mungu anaileta juu ya wale watu wote ambao wamemwasi na kumtenda dhambi. And then tambua kwamba Yesu Kristo alikuja akaishi maisha matakatifu kwa niaba yako, akafa kifo cha mtenda dhambi kwa niaba yako, akafufuliwa ile siku ya 3 kwa ishara ya kwamba Mungu amepokea ile dhabihu ambayo Yesu ameitoa kwa niaba yako. Muamini Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndio maneno ambayo Hagai anawaambia kwa wana Israeli, consider your ways. Consider from this day forth going forward. Anasema from before a stone was laid up to a stone in the temple of the Lord, kwamba kabla hata hamjaanza kuweka ile misingi ya ile hekalu, kumbukeni nini kilikuwa kinaendelea. Mstari wa 16 anasema kwamba since those days were
When one came to an heap of 20 measures, there were but 10. Kama mkumbuki kwamba mlikuwa mnakuja mna mali za 20 measures, 20 items, alafu tena mkija kuzikagua mnakuta ni ziko 10. Kama mlikuwa mna 20, ghafla mna 10. Kwa vitu vilikuwa kama vinapukutika, vinapotea, vinapungua. What was happening? Kwamba anasema when one came to press fast for to draw out 50 vessels, yeah, lakini anasema out of the press were but 20. Kwamba unakuja unategemea results labda za hizi press 50, alafu tena ukija kuzikagua unaishia kukuta kwamba ziko tu 20. What is happening? Yeah? In other words, kuna kazi ambazo kwa anazifanya afu Mungu yeye hakuzi sio kazi ambazo alikuwa amewapa wana wa Israeli. Kwa kazi walizokuwa wanazifanya ni kama kazi bure, yeah? Hicho ndicho ambacho kinaendelea kwenye sura ya kwanza kule mwanzoni. Alikuwa anawaambia kwamba mnachukua pesa mnaweka kwenye mifuko ambayo imetoboka, Akamwambia kwamba kwa sababu nyinyi mmeweka kipaumbele kazi zenu binafsi na sio kazi ya Mungu. Anasema kwamba basi nimeitisha ukame kwenye nchi, yeah? Kwamba nimeambia mawingu yashikilie, ya withhold mvua kutoka kwenu. And guys, hichi ni kitu cha kuzingatia. Kuwa makini kwamba maisha yako hauyaweki kwenye namna ambavyo kazi ya Mungu imewekwa, haijapewa kipaumbele, imewekwa huko nyuma huko, yeah? Kazi ya Mungu ndio hiyo inapewa kipaumbele kwenye maisha yako, kwenye kila kitu, yeah? Kwenye kila kitu kuna lengo la kumtukuza Mungu. Kwa mstari wa 17 anasema kwamba I smote you with blasting and with mildew and with hail in the labors of your hands. Anasema amkumbuki jamani, niliwapiga nikaondoa mvua, nikaondoa hiyo mildew na hail na kila kitu. Hivi amkumbuki kwamba mimi ndio ambaye niliwapiga nyinyi kwa sababu mlikuwa hamjaninyenyekea, mlikuwa hamjaweka kipaumbele kazi yangu, And then anasema yet ye turned not to me, saith the Lord, yeah? Tuwe makini tusije tukafika kwenye sehemu kama hii. Sehemu ambapo Mungu tayari ameshatupa sheria yake, ameshamleta Yesu, ameshatuelezea nini maana ya kumcha Mungu, nini maana ya kuwa mfuasi wa Kristo, nini maana ya kumwamini Kristo, ametutengenezea njia ya wokovu, afu tena ametupitisha kwenye hiyo njia kwa njia ya imani. Alafu sisi bado tunakuwa tuna mioyo migumu, kwamba Mungu anatupa kazi ya kufanya, anatupa uinjilisti, anatupa upendo, anatupa kusaidia wajane na kusaidia yatima, anatupa hiyo kazi ya kupendana, anatupa kazi ya kuinuana, anatupa kazi ya kusameheana, anatupa hizi kazi mbalimbali ambazo tunatakiwa kuzifanya katika jina la Kristo. Alafu mioyo yetu inakuwa ni migumu kufanya hizo kazi, kwamba sisi ndio tunakuwa wale wa Kristo ambao ndio wabishi, ndio walalamishi, ndio Wakristo ambao ni wanatoa kejeli, ndio Wakristo ambao wana masimanzi, ni Wakristo ambao wamejaa dhambi, wamechafuka. Tuweni makini sana. Tusije tukafika hii sehemu ambayo Mungu anasema wale ambao ninawapenda nitawaadhibisha. God disciplines those who he loves. Kwa Mungu anakupenda sana na hatataka kukuacha wewe uishie kwenye kuwa na moyo mgumu. Hatataka kukuacha wewe uishie kwenye sehemu ambayo umekuwa jeuri, umekuwa unatamani tu kufanya mambo ambayo wewe binafsi unataka kuyafanya na sio yale mambo ya Mungu. Anasema he'll discipline you. And the disciplining of the Lord, jamani, kuwa makini sana. Lainisha moyo wako, submit to the Lord Jesus Christ, yeah? Submit to him, kwamba ufanye kazi ambazo Mungu amekupa, ili ufuatishe mienendo ya Mungu, ili uwe ni ile nuru, uwe ni that light ambayo ina shine up, uwe ni munyu, uwe ni chumvi ya nchi, yeah? Ili kwamba kila sehemu ambapo unaenda kila mtu anakutambua, huyu ni Mkristo, huyu amenunuliwa kwa damu ya Kristo, huyu ni mtu wa tofauti, huyu amefanyika kwa kiumbe kipya, yeah? And do the work of God. Consider your ways, usije ukaishia kuwa huku ambako God has to smite you, to discipline you, ili kukuleta kwenye sehemu sahihi, yeah? Let's submit to the Lord Jesus Christ, yeah? Let's do it in reverence. Tumpende Yesu Kristo, tumche Yesu Kristo, yeah? I really pray that this blesses you. Amen.